Kwa hiyo kumbe upo serious kabisa. Yaani huu mmoja wako unaotaka kuufungua, yaani mtaji wako ni buku kabisa. Yaani bila shaka kiongozi, kwa sababu hata hiyo buku ni itikadi yetu, kwamba hata vijana huwa nawafundisha na nawaambia kabisa kwamba kuonga mwisho buku, na uangalia katika matumizi yako hata kwa siku, ujitahidi sana usizidi buku. Kwa hiyo kwa kama tunaitumia kwenye itikadi, kwa hiyo sio mbaya kuwa ni kifungulio, kwa sababu hata hii itakuwa ina inspire vijana. Sijui utakuwa umenielewa hapo? Yaani mpaka umenichanganya. Hii yaani buku kabisa. Niambie kuwaje yani hiyo? Kwa sababu ni mtu wa kwanza kuja kuomba kufungua taasisi au umoja kwa hela kama buku. Nieleze inakuwaje? Najua kiongozi, hapo lazima uchanganyikiwe, kwa sababu sio wewe tu, hata wale vijana nao walikutana na mchanganyiko wa hivyo eti. Kwa hiyo ni kwamba hiyo buku ambayo mimi nataka ambayo nimekuambia kwamba ni mtaji ama ni fedha kuendeshea huu umoja, ni kwamba sisi tunakuwa yani lengo letu ni kuhamasisha vijana na kumjenga. Kwa moja kwa moja tunaanza na vitendo. Kwa kama nilivyosema mwanzo kwamba buku ndo nilionayo sasa, na ni buku ndo ambayo tutakuwa tunaendeshea. Vijana huwa nawaambia kwamba kwenye hata swala la kuonga hakikisha auonge zaidi ya buku. Na hata kwenye matumizi yako ya siku hakikisha hutumii zaidi ya buku. Yaani kwa sababu buku ina thamani. Buku ni utajiri wa mtu eti. Najua kiongozi, hapo umekaa mshahara wako unaweza kuwa ni unatimia, lakini ukichomoa buku lazima usitimie. Sasa tutakuwa umenielewa hapo? Sawa, ya hela bila buku haitimii. Lakini sasa mbona kama ni level ya mwisho ya ubahili? Kwa sababu mimi najuaga Wachaga wabahili, lakini wewe ni level ya mwisho kabisa. Yaani sija kuona mbahili kama wewe mzee. Halo. Ni kweli kiongozi, ndio maana nikasema toka mwanzo kwamba hiki ni kipaji ambacho nimejaliwa, sio cha kila mtu. Kwa hiyo nikaona ni share na wanaume wenzangu kupitia kipaji nilichojaliwa. Sasa sijajua kama kuna shida hapo. Anyway, sasa mpaka sasa una wanachama wangapi ambao uko nao mpaka sasa? Mpaka ikafikia tu ukaona uje uratibishe rasmi hapa kwenye usajili ili uweze kutambulika sasa kijamii kwamba huu ni umoja ambao unatambulika kiserikali. Kwa wanachama inao kama vile 1, 2, 3 pamoja na katibu na mimi tupo kama vile 6 fulani hivi, jeshi la watu 6. Kwa hiyo moja kwa moja nimekuja hapa kufanya kama usajili ili nikipata ruhusa ikitambulika kijamii, basi moja kwa moja nitaibrand na naamini kabisa tutakuwa wengi. Haya, hao uliwataja nao ni wabahili kama wewe? Hao ndio harakati za kuwafanya wewe wabahili? Kwani ubahili ni nini kiongozi? Ubahili ni hali ya kulinda uchumi wako zidi matumizi mabovu ya kutumia akili ya kufanya mambo ambayo hayahitajiki, hayana umuhimu. Kwa hiyo moja kwa moja ukizungumzia ubahili sioni kama ni kitu cha ajabu. Japokuwa vijana wao ni walikuwa wajitambui. So kama walikuwa sio wabahili, so walikuwa wajitambui, hawajui jinsi ya kumanage uchumi wao na kubalance. Kwa naweza kusema kwamba walikuwa hawana elimu hii ambayo mimi nilikuwa nataka niwape. Kwa hiyo isitosha kusema kwamba hawakuwa wabahili, ni kwamba walikuwa wajitambui. Halo, hiki chama cha bina mimi nijiunge. Kuna vitu nimeona humu vitanijenga sana humu. Yaani mama Mwita anajaribu kunifichia simu yangu wakati mimi ndo masenari wa haya mambo. Alifikia kiificha sitaiona. Yaani ni bora kuliko hata mama Mwita. Yaani angalau hata natoa stress, kichwa kinakaa sawa. Ikija tu ile mashine ya kelele. Nakwambia kichwa kitanilipuka. Kila akija ni ugomvi na kelele. Yaani huyu mama Mwita si ni mtoa wapi? Yaani ni mashine ya kelele kabisa. Yaani ni mara 100 hata simu yangu hapa na refresh mind ila muda wote tu akitimba yanakuwa ni matangazo kama biashara za Kariakoo. Tayari king'ora kimefika. Kwa hiyo nyumba umekuja umevuruga sehemu mpaka umeipata ile kopo lako, si ndio? Kwa umerudi sasa kuzingatia kopo lako kuliko mkeo, si ndio? Na kuliko maisha ya hapa nyumbani. Yaani mama Mwita,
nilikuwa nimetuliza akili yangu, halmashauri ya kichwa imetulia. Lakini ulivyokuja tu nikasema king'ora kinaanza, na kweli umeshawasha king'ora. Hivi uweze ukaleta hata utulivu tukatulia, nikatuliza kichwa changu kama mwanaume, nikafikiria maisha yaendaje. Shenyeke, eti utulize halmashauri ya kichwa kwa kichwa gani? Yaani akili hakuna na hela hakuna. Yaani ni mara mia hata ungekuwa basi una akili, hela hakuna. Lakini vyote huna. Kazi kuwaza vitu vya ajabu tu, kuchezea masimu, uwaze kuhusu maisha yanaendaje. Afu unasema utulize halmashauri ya kichwa. Kwa kichwa gani na kipara chote hicho? Yaani mama Mwita, asa kama mimi sina akili, wewe ndo kabisa nyumbu. Uona kubarije kuolewa na mwanaume ambaye hana akili. Kama wewe ndo hamnazo kabisa. Yaani mara mia hata mimi angalau mwanaume nimekuoa, nimekuleta huko. Wewe sasa kichwa maji, yaani huna lolote. Yaani ni mara mia hata mimi nawaza tufanye nini. Wewe sasa. Haya, angalau wewe mwanaume una nini sasa? Una chochote unachokiwaza? Yaani umekaa unachezea simu alafu unasema wewe mwanaume. Mwanaume kitu gani? Shenyeke, mwisho chaja iishe, sijaangalia hata klipu moja ya Side, umekushakuja kuwasha king'ora. Haya, kwani uko kwa nani hapa? Uko kwa nani na kuuliza wewe mama Mwita? Shenyeke mama. Yaani unauliza swali la kitoto mura. Sasa unaniuliza niko kwa nani? Si niko kwa mwanaume asiyejitambua, asiyekuwa na akili. Kazi tu kufuga kipara na masharubu kama fagio la baradhani. Lakini kutoa majukumu yake, kutoa hela majukumu, kuhudumia familia na mke wake hakuna. Liko tu linawaza kuchezea simu kama litoto. Yaani sio wewe peke yako ndo mwenye shida mura. Mimi mwenyewe nawaza si kwaje nikakuoa mama Mwita. Sijui nirogaje nikachanganya mpaka nikakuchukua nikakuleta huku, nikakutoa kwenu kule vijijini, nikaileta shida huku nilipo. Nikuroge wakati ulivutiwa na uzuri. Mwanzoni nilikuwa nalipa, mtoto nilikuwa nang'aa, lakini toko nilete huku, uanze kunilisha vyakula vya buku, uanze kunilisha mara moja sijui kwa siku, mara mbili kwa wiki, mpaka nimekondeana nimekuwa hivi. Alafu najiulizisha ulinitoa kule kwa sababu nilikuwa nalipa. Tulikuwa unalipa. Unalipa wewe mtu umekondeana kama kuni za shughuli. Uweji baraguze. Wasi mama kuchukua maamuzi haya, na mimi naenda kufanya kule maamuzi yangu. Yaani kuhakikishia Side huna utakayeishi naye pale nyumbani. Labda sio mimi Chiku. Kwa Chiku serious kabisa. Umeamua kwenda kumloga mmeo, si ndio? Yaani umekosa watu wa kuloga, umeamua kwenda kuniloga mimi, si ndio? Mimi sijui. Wewe umeamua kunifyatua. Sawa, nirudishe, sijakataa, nirudishe nyumbani. Hila ole wako ulete chuma kingine huko. Utajionea mwenyewe. Kuna ule wimbo anaimbaje? Babu tulia babu, mida bado babu. Hamna shida babu, mimi nimekubali kuona nyumbani, ila mida yako itafika. Au Chiku turudi tu nyumbani sasa. Tutaenda siku nyingine, turudi nyumbani. Nini? Niende wapi? Unaweza kwenda kugeuza treni irudi nyuma? Wewe ushafanya maamuzi yako mtoto kiume, na mimi naenda kufanya yangu. Tena uzuri umenipeleka uwanja wa nyumbani. Si unanielewa? Mbona mambo yanakuwa magumu tena? Umeakoroga mwenyewe baba. Maana mimi nilijua ni ubaili wako ndio unayokusumbua. Lakini nikagundua kwamba kuna Ramadhani inakuja. Na kabla ya huo mwezi uweka kuna ndoa zinafungwa za ghafla hapa. Sasa nimegundua kitu. Hamna shida. Nipeleke nyumbani, we baba rudi. Alafu tutajiwana mbele kwa mbele. Kwani Chiku wewe nani kakwambia mambo sio ya Ramadhani, sio ya kufunga ndoa za ghafla? Kwani yanatoka wapi? Mimi nimekulisha nyumbani kwa sababu ya ugumu wa maisha tu. Kwanza ukapumzike, usalimie na nyumbani, mimi ninajipanga mambo mengine yaendelee. Sasa mbona unatoa macho? Yaani jicho linakutoka ndugu yangu, utafikiri nyanya mbichi. Shida ni nini baba? Siongee tu kawaida kwamba nimekupeleka baba, mimi najua wewe una mpango wako. Yaani ujihurumie na ulipo bahili hivyo. Lakini bado unafikiria kufanya vitu vingine vya hovyo, si ndio? Sasa vitu vya hovyo gani Chiku? Mbona kama mada unaihamisha? Mimi kitu nifanya so bahili, maisha magumu ndio maana nakurudisha. Maisha magumu Basi hamna shida.
Mimi ngoja nifike kwenye uwanja wangu wa nyumbani sasa. Tena naona kama vile treni haendi vizuri. Si nikamwambia dereva ongeze spidi, maana naona kama vile hatufiki.